Karibu katika matangazo yetu ya Afrika leo jioni. Kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na Seneta ashtakiwa kwa kuwatuhumu wanasiasa wenzake kuwa wanataka kumuua. Marekani na Iran zarejelea katika mazungumzo ya nyuklia. Mwanaharakati Agatha apatikana katika mpaka wa Tanzania na Uganda. Trump apotoshwa kwa kutumia picha za Kongo na kudai ni ya mauaji ya kimbari ya wazungu wa Afrika Kusini. Trump akizuia chuo kikuu cha Harvard kusajili wanafunzi wa kimataifa. Kiongozi wa upinzani akamatwa Tanzania. Usalama ni mdogo wakati wa utoaji wa misaada huko Gaza. Mwanamume aamka na kupata meli kubwa kwenye bustani lake. Kundi la watu la muua chui milia nchini India. Na Marekani yasema Sudan ilitumia silaha za kemikali katika vita huku ikiweka vikwazo vipya. Naam, natumai ubweri wafyo pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Serikali ya Nigeria imemfungulia mashtaka seneta mmoja ambaye alituhumu mmoja wa wanasiasa wakuu wa nchi hiyo kwa anapanga njama ya kumuua. Wiki kadhaa kabla Akpoti Anduagan alimshutumu rais wa seneti kwa kumnyanyasa kingono, madai ambayo pia ameyakanusha. Serikali imewakilisha mashtaka katika mahakama kuu ikisema madai ya njama ya mauaji ya Akpoti Anduagan yamemkashifu Akpabio na Bello. Katika kandarasi ya mashtaka ambayo imeonyeshwa vyombo vya habari, mwanasheria mkuu wa Nigeria amerejelea mahojiano katika runinga ya Channel TV ya Nigeria mwezi uliopita. Katika mahojiano hayo, Akpoti Anduagan alizungumzia majadiliano ya Akpabio na Yahaya Bello ya kumua yeye. Mwanasheria mkuu amesema kauli hiyo ni nyingine zilizotolewa katika mahojiano hayo zinaweza kuharibu sifa za Bello na Akpabio. Akpoti Anduagan hajasema chochote juu ya mashtaka dhidi yake na hakuna tarehe iliyopangwa ya kufika mahakamani. Akpoti Anduagan ni mmoja wa wanawake wanne kati ya wanaseneta 109. Baada ya kumshutumu Akpabio kwa unyanyasaji wa kijinsia, mnamo Februari amesimamishwa kazi katika seneti kwa miezi 6 bila malipo. Kamati ya maadili ya seneti imesema kusimamishwa kwake ni kwa tabia yake ya ukaidi na usumbufu. Hata hivyo, Akpoti Anduagan na wafuasi wake waliteta kuwa kamati hiyo ilimlenga kwa sababu ya madai aliyotoa dhidi ya rais wa seneti. Machi aliambia shirika la kimataifa la habari BBC kuwa anahisi seneti inafanya kazi kama kikundi tu cha watu. Pia alisema kwa sababu ulinzi wake kuondoshwa, anahofia usalama wa mtoto wake wa miaka 2. Wapatanishi wa Iran na Marekani wameanza tena mazungumzo siku ya Ijumaa mjini Roma ili kutatua mzozo wa miongo kadhaa juu ya malengo ya nyuklia ya Iran, vimeripoti vyombo vya habari vya Iran. Rais wa Donald Trump anataka kuondoa uwezo wa Tehran wa kuweza kutengeneza silaha za nyuklia, huku Jamhuri ya Kiislamu kwa upande wake inataka kuondolewa vikwazo dhidi ya uchumi wake unaotegemea mafuta.
waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi na mjumbe wa Trump katika Mashariki ya Kati Steve Witkoff wanatarajiwa kuongoza duru ya 5 ya mazungumzo hayo kupitia wapatanishi wa Oman. Washington imechukua msimamo mkali juu ya mpango huo wa Iran wa kurutubisha madini ya uranium, ingawa Tehran inasema haina malengo ya kuunda silaha za nyuklia na ni kwa madhumuni ya matumizi ya kiraia tu. Msemaji wa ikulu ya White House Caroline Leavitt aliambia waandishi wa habari siku ya Alhamisi kwamba Trump anaamini mazungumzo ya Iran yanakwenda katika mwelekeo sahihi. Tehran na Washington wote wamesema wanapendelea diplomasia kusuluhisha mgogoro huo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alisema siku ya Jumanne kwamba Washington itajitahidi kufikia makubaliano ambayo yataruhusu Iran kuwa na mpango wa nishati ya nyuklia kwa kiraia, lakini sio kurutubisha uranium, huku akikiri kwamba kufikia makubaliano hayo hakutakuwa rahisi. Kiongozi mkuu wa Ayatollah Ali Khamenei, ambaye ndiye mwenye usemi wa mwisho kuhusu masuala ya serikali ya Iran, alikataa matakwa ya Washington na kwamba Tehran ikome kabisa kurutubisha uranium, akionya kwamba mazungumzo hayo hayawezi kuleta matokeo. Miongoni mwa vikwazo vilivyosalia ni kukataa kwa Tehran kusafirisha nje ya nchi hifadhi yake yote ya uranium na kushiriki katika majadiliano juu ya mpango wake wa makombora ya balistiki. Iran inasema iko tayari kukubali ukomo wa urutubishaji wa uranium, lakini inahitaji uhakikisho kwamba Washington haitakataa makubaliano ya baadaye ya nyuklia. Mwanaharakati wa Uganda na wakili wa haki za binadamu Agatha Atuhaire, ambaye alizuiliwa nchini Tanzania, amepatikana akiwa salama. Kwa mjibu wa mwanaharakati wa Kenya Hussein Khalid, anasema Agatha alikamatwa Tanzania mapema wiki hii. Amepatikana kwenye mpaka wa Mtukula kati ya Uganda na Tanzania. Khalid, mkurugenzi mtendaji wa Vocal Africa, amedhibitisha kuachiliwa kwa Agatha, akieleza hali yake si nzuri na kutaka haki itendeke kwa wanaharakati huyo. Agatha alikamatwa jijini Dar es Salaam Mei 19 wakihudhuria kesi ya uhaini iliyomkabili kiongozi wa upinzani Tanzania Tundu Lissu. Familia ya Agatha imedhibitisha kwamba amepatikana akiwa ametelekezwa karibu na mpaka wa Mtukula usiku. Mazingira yanayozunguka kuachiliwa kwake bado hayajajulikana na bado hajatoa taarifa kwa umma. Mwanamume mmoja huko Norway aliamka na kukuta meli kubwa ya kubeba mizigo ikiwa imetia nanga kwenye bustani lake. Meli hiyo yenye urefu wa mita 135 sawia na futi 443 nusa igonge nyumba ya Johanna Helberg siku ya Alhamisi. Bwana Helberg alifahamishwa kuhusu tukio hilo na jirani yake aliyejawa na hofu, ambaye alikuwa ameonya meli hiyo akiiona ilipokuwa ikielekea moja kwa moja ufukweni upande wa nyumba yake huko Beineset karibu na Troydem. Rais wa Marekani Donald Trump alionyesha picha zilizochukuliwa katika video ya shirika la habari la Reuters katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na kuiwasilisha kama ushahidi wa mauaji ya halaiki ya wazungu wa Afrika Kusini. Picha hiyo ilitokea na video iliyochapishwa na Reuters Februari 3 mwaka huu ilionyesha wafanyakazi wa kibinadamu wakinyanyua mifuko yenye mili katika mji wa Goma nchini Kongo. Picha hiyo iliyotolewa kutoka katika video ya Reuters iliyopigwa kufuatia mapigano makali na waasi wa M23 walioungwa mkono na Rwanda. Picha hiyo ilionyeshwa na Trump ilichapishwa na America Thinker, jarida la kiafadhina la mtandaoni, likionyesha migogoro ya mivutano ya kirangi Afrika Kusini na Kongo. Ikulu ya White House haikujibu maswali ya Reuters kuhusu picha hiyo. Andrea Whitberg, mhariri mkuu wa America Thinker na mwandishi wa picha husika, aliandika akijibu swali la Reuters kwamba Trump ameielewa vibaya picha hiyo. Utawala wa rais wa Marekani Donald Trump umeamua kukizuia chuo kikuu kikongwe zaidi Marekani cha Harvard kusajili wanafunzi wa kimataifa. Waziri wa usalama wa ndani Kristi Noem amesema utawala wa Trump umezuia ruhusa ya kupokea wanafunzi wa kigeni kutokana na Harvard kushindwa kutii sheria. Maamuzi ya utawala wa Trump yanaweza kuathiri maelfu ya wanafunzi
wa kimataifa wanaosoma katika chuo kikuu hicho. Zaidi ya wanafunzi 6700 wa kimataifa waliandikishwa katika taasisi hiyo mwaka jana. Takwimu za Harvard zinaonyesha wanafunzi wa kigeni ni asilimia 27 ya wanafunzi wote. Takribani malori 130 yamevuka mpaka na kuingia Gaza ndani ya siku 3 zilizopita. Wengi wao bado wanasubiri katika magala ya mashirika ya misaada ya kimataifa. Asubuhi ya leo waokoaji walitoa taarifa kwamba hawezi kuzalisha chakula tena kwa sababu hakuna usalama wa kutosha wa kuwalinda. Siku ya Alhamisi, unga na mafuta vilipokuwa vikiwasilishwa kwa waokoaji katika kambi ya wakimbizi, hali ilikuwa ya vurugu, huku umati wa watu wenye njaa wakijaribu kuchukua bidhaa hizo. Msafara wa malori yapatao 20 uliopita yakiwa yamebeba unga na moja imebeba dawa, mamlaka eneo hilo imesema. Wakati msafara huo ulipokuwa ukikaribia katikati ya ukanda wa Gaza, ulishambuliwa na kile wanahabari wa eneo hilo wanachokielezea kama magenge yanayojaribu kuwapora. Kulikuwa na ufuatiliaji wa risasi katika malori mawili ya kitengo kidogo cha polisi cha Hamasa kilirushiana risasi na waporaji. Baada ya hapo kulikuwa na mashambulio matatu ya anga ya Israeli katika eneo hilo na kuwaua wapiganaji 6 wa Hamas. Hii inaonyesha tu jinsi hali ya usalama ilivyo ngumu na dhaifu. Baada ya wiki 11 ya msaada kutoruhusiwa na Israel, njaa inakaribia. Hakuna mafuta au gesi ya kupika huko Gaza, kwa hivyo malori 100 ni kidogo sana. Watu wanaamini wanahitaji angalau malori 500 kila siku kwa miezi miwili katika hatua ya kubadilisha hali ilivyo. Makamu mwenyekiti wa chama cha upinzani ACT Wazalendo nchini Tanzania, Isiaka Mchinjita, amekamatwa na jeshi la polisi nchini humo baada ya kutembelea mradi wa mwendokasi ili kuangalia kero za mradi huo. Kwa mjibu wa gazeti la Mwananchi, taarifa hiyo ya kukamatwa kwa kiongozi huyo imetolewa na Abdalla Hamis ambaye ni ofisa habari wa chama hicho. Abdalla amesema baadhi ya viongozi waliojitambulisha ni wafanyakazi wa mradi wa mwendokasi walimfanyia fujo kiongozi huyo, wakitaka asipokee malalamiko ya wananchi katika kituo cha Kimara. Mradi wa mabasi wa mwendokasi katika jiji la Dar es Salaam ambao ulianza tangu mwaka 2016 umekuwa ukikumbwa na changamoto za mara kwa mara za uwepo wa abiria wengi katika vituo, huku kukionekana kuwepo na uhaba wa mabasi. Jeshi la polisi Tanzania bado halijatoa taarifa rasmi ya sababu za kukamatwa kwa kiongozi huyo. Chui milia wa Bengal ameuawa kwa kukatwakatwa na kundi la watu katika jimbo la Assam kaskazini mashariki mwa India, afisa wa misitu amesema. Wakazi wenye hasira kutoka kijiji kimoja katika wilaya ya Golaghat wanaripotiwa kuchukua hatua hiyo kwa sababu simba marara huyo alikuwa ameua mifugo katika eneo hilo na kuwa tishio kwa maisha yao. Idara ya misitu ya serikali imefungua kesi. Matukio ya mzozo kati ya binadamu na wanyama si mapya kwa Assam. Haya mauaji ni ya 3 ya chui milia ambayo yameripotiwa mwaka huu. Afisa mkuu wa misitu Gunadep Das aliambia gazeti la Times of India kwamba chui milia huyo alikufa kutokana na majeraha makubwa na wala sio risasi. Mzoga huo ulipatikana baadaye mbele ya hakimu. Ripoti zinasema Bwana Das aliambia gazeti moja la ndani kuwa takribani watu 1000 walikuwa wamekusanyika kumuua chui milia na kwamba baadhi yao walishambulia kwa mapanga. Aliongeza kuwa mzoga wa simba marara uliopelekwa kufanyiwa uchunguzi. Takwimu za hivi punde za idara za misitu ya Assam zinaonyesha idadi ya chui milia katika jimbo hilo imeongezeka kutoka 70 tu mnamo mwaka 2006 hadi 190 mnamo mwaka 2019 kwa sababu ya juhudi mbalimbali za uhifadhi. Hata hivyo, matukio ya chui milia kuuawa kutokana na migogoro na wanakijiji mara nyingi imeripotiwa kwenye vyombo vya habari. Chui ni wanyama wanaolindwa chini ya sheria za ulinzi ya wanyamapori ya India mwaka 1972 ambayo inakataza ujangili, uwindaji na biashara ya sehemu za mwili za chui milia.
Chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, kimesema kitaendelea na harakati zake za kishinikizo wa mabadiliko ya sheria za uchaguzi licha ya mwenyekiti wake Tundu Lissu kuendelea kusota rumande akikabiliwa na tuhuma za mashtaka ya uhaini. Akizungumza na wanahabari hivi leo, makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche ameendelea kuhoji wale wanaodai chama hicho akishiriki uchaguzi mkuu kikiwa hakuna mazingira rafiki. Kwenye agenda ya no reforms no election ni kweli. Je, uchaguzi wa nchi hii unaibiwa? Ni kweli unaibiwa. Je, mawakala wetu wanakuwa mistreated, wanatolewa kwenye vituo? Ni kweli. Kwa mambo yote haya tunayopigania ni ya kweli. Sasa kwa sababu ni ya kweli, tufanyeje? Tukubaliane na siasa za uraghai za kuambiwa kwamba tugawiwe majimbo, au tusimamie msimamo wa wananchi wa kuhakikisha hii nchi inaondolewa kwenye mikono ya mafisadi kwa kura za wananchi? Msimamo wa chama chetu ni kusimama na msimamo wa wananchi na kutokufanya siasa za uraghai. Tumekataa kufanya siasa za uraghai. Baadhi ya wanaharakati kutoka Kenya wamesema wataichukulia serikali ya Tanzania hatua za kisheria baada ya wanaharakati kutoka Kenya na Uganda kuzuiwa kuingia nchini humo na hata wengine kukamatwa. Njeri Mwangi, mwanaharakati mkurugenzi mtendaji wa shirika la Muungano wa Amani na masuala ya jinsia nchini Kenya, anazungumzia swala hilo. Si makosa kwa vile wameandika, kwa sababu ni katika mipangilio ya kazi ya wanaharakati kwamba zile mipangilio ama zile mipangilio ambazo zimeandikiwa ama zile mashirika ambazo zimeandikiwa na wanaharakati na mashirika ya haki za kibinadamu kutoka hapa Kenya ni katika mipangilio ambayo nchi yoyote ambayo ni tunasema ambayo imeweza kuandikiana mkataba kuwa italinda haki za wananchi na binadamu. Kwa hivyo kama Kenya, Tanzania, Uganda, sisi wote ni watu ambao ni nchi ambazo zimetia mkataba wa kulinda haki za wananchi wa nchi ambazo tunatoka na pia haki za watu ambao wako katika mataifa yale. Kwa hivyo ni katika mipangilio na taratibu za kikazi kuandika kwenye hayo mashirika yakiwemo Umoja wa Mataifa na mengine yote na pia Umoja wa African Union. Ni katika harakati tu za kuwajulisha ya kwamba hapa nchini ama hapa katika muda huu tulipo, hii ndio nafasi ambayo, hii ndio situation ambayo tunapitia kama East African Community. Nchini DRC, wanajeshi zaidi ya 1400 wa FARDC pamoja na familia zao waliokuwa wanapewa hifadhi na MONUSCO waliondolewa kutoka kwenye mji wa Goma na kupelekwa Kinshasa kwa uratibu uliofanywa na kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu, International Committee of the Red Cross. Miezi kadhaa kupitia tangu waasi wa AFC na M23 waliosaidiwa na Rwanda wa udhibiti mji huo. Kwa mjibu wa ripoti iliyowasilishwa katika bunge la Seneti, wanajeshi wengine zaidi ya 1000 walisajiliwa kwa lazima kutumikia kundi hilo. Mkuu wa walinda amani wa Umoja wa Mataifa nchini DRC, MONUSCO, Bintou Keita, ameweka shahada la maua kwenye mnara wenye majina 400 ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa waliopoteza maisha wakiwa katika kazi ya kulinda amani. Hafla hiyo imefanyika katika muktadha kuelekea siku ya kimataifa ya walinda amani inayoadhimishwa Mei 29.
Jijini Mombasa nchini Kenya, kero la plastiki, mabaki ya vyakula na mimea sasa imegeuzwa kuwa fursa ya kiuchumi ya kusaidia kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Mtopanga, eneo la Kisauni, ndio sehemu Peter Mchombo, mwenyekiti wa shirika la kiraia la kuhifadhi Mtopanga, na wenzake wanakubadilisha mabaki hayo kuwa mbolea asilia ya kunyunyiza. Tumeweza kuangalia kuna zile zinaitwa citrus peel. Citrus peel ni zile maganda za machungwa na zile maganda za limao ama ndimu. Tumeweza kuziclassify kwa kategori moja, ambapo hizo tunazichukua na tunazipitisha kwa process inaitwa bioenzyme. So tunazichukua tunaziweka kwenye drum. Tunachukua kitu kama molasses, tunaziingiza pale ndani, tunaweza kuzichanganya pamoja, tunakuja tunazifunika na tuna kitu inaitwa mother culture. Mother culture imebeba biodecomposer na pia imebeba jaggery, na tukizichanganya tunaziweka pale kwa muda wa wiki 3. Baada ya watu kukula chungwa huwa wanatupa. Sisi tukichukua mkitupa, sisi tunaokota, tunaenda kuifanya kitu ambacho ni cha dhamana. Changamoto hizi ziliwachochea kuja na mbinu ya ubunifu inayoungwa mkono na utafiti uliofanywa na Mahindra Hirani. Organic waste generally basically put in weka ndani ya landfill na kuna kazi nafanya. Sasa kama natumia hiyo organic waste kutengeneza sabuni ya jumbani au shampoo au face wash, body wash, floor cleaning and so on, watu wote ile inatakiwa kutumia kitu kila siku napata kwa bei rahisi sana. Kwa kutumia chemicals, it's more harmful kwa nini kuweka ndani ya sewage, alafu ni kuenda kubaharini na haribu kila kitu ndani ya baharini. Ni mchakato unaochukua takribani mwezi mmoja, kama anavyoeleza Charles Vuko, anayeongoza kitengo cha ubunifu wa shirika hili. So tumefanya research, tunasaidiana na wanajamii, na sasa hivi pale tumefikia, nataka nionyeshe ile process vile tunafanya ili kuweza kutengeneza fertilizer ama kutengeneza hiyo shampoo na sabuni. So naomba nionyeshe. So kuna ile first step ambayo tunaanza. Hii ni beseni hapa. Hii beseni tumeweka maji. Hii ni lita 2.5. So ni process kidogo nataka nionyeshe. Hii maji lita 2.5, tunachukua molasses 1 liter tunaweka kwa hii beseni. Na ndio hii inafanya hivi. Naweka hii ni molasses. Hiyo ni first step. Naweka hiyo. Hii tunatengeneza fertilizer na the same hiyo ndo tunatengeneza shampoo na tunatengeneza sabuni ya kuoshea kama ni bathroom, kuoshea floor kwa room yako. Yeah. So hii tunatengeneza pineapple, yeah. So nikishakoroga hivyo, okay, nimemaliza. Then after kumaliza kukoroga, nitaweka hii mwiko. Then nachukua hii ni pineapple ambayo ni ya waste. Nachukua na tunachanganya hapa kwa hii molasses na maji. Shamaliza hii, tunachanganya sukari nguru, tunaweka hapa. Unaona tukishaweka hapa ndani ndo tunakoroga. So hiyo tutakorogea kwa drum kwa sababu mpaka tuiponde, then kuna hiyo miti hiyo waste inakuwa tunatoa inabakia hii peke yake. Tunarudi kuna hii drum ambayo iko empty. Kuna maji. Tunachukua, tunaweka hapa. So tumeweka yote hapa ndani. Yeah. Kamaliza then tunakorogea. Mwanzoni mwa mwezi Mei mwaka huu, wawakilishi mbalimbali walikutana Geneva, Uswizi, kujadili namna ya kuzuia kemikali za sumu. Wenyeji wa Mtopanga wanaamini ubunifu huu ni mojawapo ya suluhu. Rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila afutiliwa kinga ya kutoshtakiwa. Kabila anatuhumiwa kuwaunga mkono waasi wa M23.
DRC wamemwondolea kinga ya kutoshikwa rais wa zamani Joseph Kabila ambaye serikali inamtuhumu kwa unga mkono waasi wa M23. Maseneta 88 waliunga mkono hoja hiyo huku 5 wakipinga kura ya hapana, hatua ambayo inafungua mlango kwa serikali kumfungulia mashtaka Kabila mwenye umri wa miaka 53. Wakati wa mjadala wa kupiga kura, Kabila ambaye ni seneta wa maisha hakuwepo kwenye vikao hivyo na sasa anaweza kufunguliwa mashtaka ya uhaini kwa madai ya kuhusika kwenye visa vya ukiukaji wa haki za binadamu. Kabila amekuwa nje ya DRC tangu uchaguzi wa mwaka 2023 na haifahamiki yuko wapi. Seneti linaagiza kufutiwa kinga dhidi ya Joseph Kabila. Jean-Michel Sama Lukonde, spika wa bunge, alisema baada ya zoezi la upigaji kura. Hatua hii inakuja baada ya bunge la Senate kuunda tume maalum kuamua hatma ya Kabila, na siku ya Alhamisi iliwasilisha ripoti ya kuunga mkono hoja ya kuondolewa kinga. Chama cha Kabila cha PPRD ambacho kimezuiwa kuendelea na shughuli za kisiasa nchini humo kinalaani hatua hiyo ya maseneta, huku Ferdinand Kambere, msemaji wa chama hicho, akisema bunge la Seneti halina mamlaka ya kumwondoa kinga kiongozi huyo wa zamani. Bunge wa Mbeya mjini Daktari Tulia Ackson ametangaza nia ya kuwania ubunge wa jimbo jipya la Uyole katika uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu wa 25. Uamuzi wa Daktari Ackson, ambaye pia ni spika wa bunge la Tanzania, ameutoa wiki chache tu baada ya tume huru ya taifa ya uchaguzi INEC kutangaza majimbo 8 mapya na hata 5 mapya ambazo yatumika katika uchaguzi mkuu wa Oktoba. Mkoa wa Mbeya mjini umegawanywa na kuanzishwa Uyole. Waziri wa Katiba na Sheria nchini Tanzania Dr. Damas Daniel Ndumbaro aliwasilisha bungeni hotuba ya mpango wa makadirio ya mapato ya matumizi ya wizara kwa mwaka wa fedha wa 25-26. Katika hotuba yake aliyotoa takwimu zinazohusiana na masuala ya ndoa nchini humo. Takwimu hizo zinasema kuanzia Julai mwaka wa 2024 hadi Aprili mwaka huu, wakala wa usajili wa marejesho ya shahada za ndoa 35,052, ambayo ni sawa na 65% ya lengo. Aliongeza katika kipindi cha Julai mwaka wa 24 na Aprili mwaka wa 25, wakala umesajili na kutoa vyeti 675 vya talaka sawa na 116%. Kufuatia mkutano wa Donald Trump katika ikulu ya White House, rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa anataka kuimarisha uhusiano wa kirafiki na Marekani na pia kutuliza hofu kuhusu sheria tata ya mageuzi ya ardhi. Lakini sheria ya kisasa ya kutafisha ardhi ni nini, na raia wa Afrika Kusini wana maoni yapi kuhusiana na hilo? Trump and I also agreed to meet soon. Afrika Kusini na Marekani zimekuwa katika mvutano tangu Pretoria ilipopitisha sheria ya umiliki wa mali mnamo Januari 2025. Sheria hiyo inalenga kurekebisha sheria ya miaka mingi isiyo ya haki kuhusu umiliki wa ardhi kwa kuruhusu serikali kutaifisha ardhi kwa manufaa ya umma, ikiwa ni pamoja na makazi na miundombinu, endapo itaonekana kuwa ni kwa maslahi ya umma. Wamiliki wa ardhi wana wasiwasi mkubwa kuhusu sheria hiyo ambayo tayari imewagawanya raia wa Afrika Kusini. Swali kuu likisalia kuwa, je, sheria ya kutaifisha mali italeta ustawi wa kweli nchini humo?
Baadhi ya watu, hasa wale wa mrengo wa kushoto kisiasa, wanaamini kuwa sheria hiyo haijachukua hatua za kutosha. Hata hivyo, serikali ya zamani ya African National Congress ANC imekosolewa kwa kushindwa kutumia kwa ufanisi ardhi ambayo tayari imetaifishwa na kwa kushindwa kuwezesha wakulima weusi kupata ardhi. Vikwazo vingine kama vile upatikanaji wa fedha vimezuia kilimo. Hatimaye, umiliki wa mali binafsi unaolindwa kwa sheria unaonekana kwa upana kuwa msingi wa mafanikio ya jamii yenye mitazamo tofauti na ya ukuaji wa uchumi. Kwa hiyo, kwa kuzingatia hoja hizo, je, mageuzi ya ardhi ya Afrika Kusini yanaweza kuleta ustawi zaidi? Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Yapo basi unaungana nasi, habari kuu kwamba kiongozi wa upinzani akamatwa Tanzania. Seneta ashtakiwa kule Nigeria kwa kuwatuhumu wanasiasa wenzake kuwa wanataka kumuua. Agatha Atuaire, mwanaharakati kutoka nchini Uganda, amepatikana katika mpaka wa Tanzania na Uganda akiwa amejeruhiwa. Boniface Mwangi aliyeachwa siku ya Alhamisi anapokea matibabu jiji kuu la Nairobi, Kenya. Tunakuomba mpenzi msikilizaji, simama na kituo hiki kufikia malengo yake ya uratibu kwenye hatua yake ya kununua transmitter na station transmitter link yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri yatakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625625, account number ni 01245085217800, au till number ni 4561468 kupitia mitandao yote. Hii ni idhaa ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Karibu tena. Mwanaharakati Boniface Mwangi aliyeachwa siku ya Alhamisi anapokea matibabu katika jiji kuu la Nairobi. Taarifa zinasema kuwa Boniface aliachwa kwenye eneo la Horohoro katika mpaka wa Kenya na Tanzania. Mwanaharakati huyo amesema aliteswa, kupigwa na kujeruhiwa alipokuwa mikononi mwa maafisa wa usalama wa taifa la Tanzania.
kurejea nyumbani. Nimepitia siku 4 ngumu na zenye giza. Nimeumizwa sana na siwezi hata kutembea, ila bado namuwaza Agatha kwa sababu walitutesa pamoja na walitufanyia mambo mabaya sana. Natumai Agatha yuko salama popote alipo na afahamu kwamba tunamuombea. Asanteni kwa kila mmoja aliyezungumza na kusimama nasi. Umoja wenu haukuwa bure. Na kwa taarifa hiyo basi sina budi kuweza kusoma maoni yako. Anza na taarifa hiyo ya Boniface Mwangi ambapo Queen anasema akija tena atarudi bila miguu. Usiingilie ugomvi wa wanafamilia, hata kama tuna ugomvi ndani ya nchi yetu haimaanishi tunawataka nyie wanaharakati uchwara. Ukija tena tunampatia Wasira akubonde. Ndio Queen hapo anazungumza, anatoa kauli yake kwamba ndugu akipigana chukua jembe ukalime, wakielewana basi chukua mfuku kaende ukavune. Wasikia. Labda ya Semulinda John anasema unamaanisha haki za binadamu zinapaswa kutetewa tu na wazawa wa nchi husika. Kama familia yako inapigana na jirani akizuia mtoto asiumizwe, utamuita mchokozi au mtu mwenye huruma? Je, kulaani unyanyasaji wa polisi ni sawa na kuingilia ugomvi wa familia? 4. Unaposema atarudi bila miguu, unamaanisha unashabikia mateso au umekuwa msemaji wa vyombo vya dola? 5. Kwa nini Waafrika wa nchi tofauti wasiungane dhidi ya ukandamizaji badala ya kuendeleza mipaka ya kikoloni ya kiakili? 1. Macho yako yamefunguliwa sana na chuki hadi yameshindwa kuona ubinadamu. 2. Uzalendo si ushabikia mateso ni kusimamia ukweli hata ukiumiza ndugu yako. Unaonekana ni mzalendo wa matusi kuliko haki. 4. Inaonekana ungetamani hata wapigwe wageni na mashirika ya misaada kwa sababu ya wanafamilia. 9. Kauli zako zinaonyesha ni rahisi kupanda baskeli ya chuki kuliko kufikiria kwa miguu yako miwili. Abdalla Uliza anasema kwamba ukienda sehemu fuata sheria na taratibu za sehemu husika. Ukifika Roma, kaa kiroma. Liberius Mulinda pale Vijon, sio kila ugomvi wa familia ni wa kifamilia. Tukiona raia anapigwa, kunyanyaswa au kukamatwa bila sababu na polisi, alafu tukasema haya ni mambo ya ndani ya nchi yetu, msiingize, basi tunakosa tu utu. Mwanaharakati kutoka Kenya alipigwa na polisi akiwa Tanzania. Badala ya kuuliza kwa nini baadhi yetu tulisema akija tena atarudi bila miguu. Hii sio uzalendo. Huu ni uchochoro wa ukatili unaovaa suti ya kiburi. Ubinadamu hauna mipaka. Kama jirani anaingilia kumpa chakula mtoto aliyepigwa ndani ya nyumba, si mchokozi, ni mwenye utu. Tukikubali ukatili wa jina la mambo ya familia yetu, basi tusilalamike siku moja tukipigwa na dunia ikasema si mambo ya familia yao. Msikilizaji, ndio hali ambazo zinatolewa kwenye kauli tofauti, kwenye majukwaa tofauti, ambapo hapa vile naona vile jamaa anaitwa pale vya habari anasema kwamba zamani mimi nilijua kama manesi huwa wanaolewa na madokta. Habari za sasa jamani. Haya. Zamani mimi nilijua kama manesi huwa wanaolewa na madokta.
baadaye wakuja kuzama. Hey bana. Hawa zamani mimi nilijua manesi huwa wanaolewa na madokta, baadaye wanakuja kuzaa wagonjwa. Sikufahamu kwamba wagonjwa ndio wanatembea kliniki. Karama Hameda, hao ni watu wema sana. Ungewakuta wazee wa kazi FFU na hakika ungerudi ndani ya sanduku. Pole sana kwa kufanywa vibaya mpaka umeshindwa kutembea. Karama Hameda anasema kuna wale wazee waliokuwa wanafanya kazi Tanzania walikuwa wanaitwa FFU. Walikuwa wafanye mchezo. Franka Roland pale Vilema anasema huyu anataka kusababisha taharuki na kutaka kuieleza jumuiya ya kimataifa kwamba serikali ya Tanzania chini ya Mama Samia Suluhu Hassan ni serikali ya kidikteta na kamwe atuamini maneno yake, kwani kichochezi na yalijaa unafiki na uzandiki. Zungumza pale hivi anaitwa Franka Roland pale Vilema. Sanzala pale hivi Sanzala anasema mkituona huku tunafanya harakati kwa mazingira magumu, wa Kenya wanaona kama ni revolutionary, lakini hawajui sisi nchi hii kuna historia ya jaribio la mapinduzi pia. So sio wanyonge, ila wamefanikiwa kufuga maskini wengi, wanawatumia kama walinzi wao. So ni ngumu kutoa mfumo huu Tanzania. Sanzala pale hivi Sanzala anazungumza ya kwake, ndio maoni yao. Rukoba pale hivi Rukoba anasema chukulia kama sehemu ya kazi ulioichagua, upaswi ona umefanywa isivyofaa kwa kufanya yanayokuhusu. Hapa hivi Rukoba anasema ni kazi ambayo mtu anachagua, lazima atailipia gharama. Aliyechagua kufanya kuwa mwanaharakati, hiyo ndio sehemu ya wanaharakati. Jamani. Golden pale hivi Chikolongo pale hivi, hii ni Jamhuri ya Watu wa Tanzania. Polisi wa huku ni ngoma nangwa, sio hao wa kwenu, mtakuta mna sotana na vidole. Lakini asante kwa kudhubutu kujaribu bwana shemeji. Hatima ya umoja wetu kama mataifa jirani yapo mikononi mwa viongozi wetu wakuu. Wanaharakati watekeleze majukumu yao ya kuzingatia sheria na mipaka ya mataifa yetu. Tusikubali kugawanyika kamwe. Isaiah Sambo anazungumza ya kwake hapo. Isaac Venesa anasema kwali ukome na Ngoswe waachie Ngoswe. Ukome ya Ngoswe waachie Ngoswe. Wewe ulofuata nini? Tanzania ni nchi yenye udongo wenye dhambi. Utakufa hapa na familia yako isipate hata kipande cha shati lako kwa kumbukumbu. Shukuru Mungu wamekupa nafasi, upo hai tena. Isaac Venansa anazungumza ya kwake pale kwenye hatua hiyo. Juma anasema Tanzania tunajua kwamba kubwa ya asilimia wanaharakati wa Afrika ni vibaraka wa wazungu. Ndio maana nchi yetu imeamua kuwashughulikia vierere wote wanaotumika na kujificha kwenye neno harakati za ukombozi. Mwangi Madha Karua, karibu tena Tanzania, ila mkija muwe na adabu. Asikia bana. Ndio maoni ambayo yanatolewa pale. Hapa jamaa, na natumai nilizungumza swala hili katika vipindi vyangu ambavyo nilikuwa naviandaa wiki hii kwamba marehemu rais marehemu muasisi wa taifa la Kenya hayati Jomo Kenyatta wa Kenya aliwahi kusema Waganda ni sawa na wagonjwa, wanaweza kupona muda wote na wakadai vyao. Wakenya ni sawa na walio lala usingizi, muda wote wanaweza kuamka na kudai chao. Jomo Kenyatta, Mungu akailaze roho yake mahali pema, akasema ila Tanzania ni sawa na maiti zinazotembea, hawawezi kuamka milele kudai chao. Nilisema hivyo katika vipindi vyangu ninavyoviandaa ndani ya juma hili, na haya yanadhihirika wazi kwenye maoni tofauti. Marehemu Jomo Kenyatta akasema kwamba Waganda ni sawa na wagonjwa, wanaweza kupona muda wote wa kadai vya kwao. Na hakika nimekuwa katika jiji kuu la Kampala na nikatembelea soko kubwa la Kampala. Mimi mwenyewe binafsi nilishuhudia
Waganda wanachungwa na polisi. Ni mfano vile mnyama anavyochungwa asile mahindi, na mchungaji wanachungwa mchana peupe na polisi, kwa sababu wakati wote wanaweza kufanya namna gani kupona na wakadai haki yao. Wanachungwa. Wakenya ni sawa na walio na usingizini, muda wote wanaweza kuamka na kudai haki yao. Na hakika Wakenya wakati wote huwa wanaamka kutoka kwenye usingizi na kudai haki ya kwao. Hayati Jomo Kenyatta akamalizia kusema, Watanzania ni sawa na maiti zinazotembea, hawawezi kuamka milele kudai cha kwao. Kwenye uzi huo basi inanibidi nielekee kwenye kipenga cha michezo, msikilizaji, kwenye hatua ya kuweza hitimisha taarifa zetu za habari, ambapo mshambuliaji wa Ipswich Town mwenye umri wa miaka 22 Liam Delap amefanya mazungumzo na Chelsea na Manchester United kuhusu uwezekano wa kuhamia mojawapo ya klabu hizo msimu wa kiangazi. Licha ya kukosa kufuzu kwa ligi ya mabingwa, Manchester United itapokea ofa zozote kwa ajili ya nahodha Bruno Fernandes, huku El Hilal ya Saudi Arabia ikiwa na hamu ya kumsajili kiungo huyo wakati wa Ureno, miaka 30 kabla ya kombe la dunia la vilabu la FIFA. Manchester United pia imeridhia klabu ya PSV Eindhoven kumsajili mlinzi wa Uholanzi Tyrell Malacia, miaka 25, ambaye alishinda taji la Eredivisie, ambapo wakati huo basi inasubiria. Ruben Amorim ambaye ni nahodha ama ni mkufunzi wa timu ya Manchester United ana bajeti ya uhamisho wa majira ya kiangazi ya karibu pauni milioni 100. Anaendelea kuungwa mkono na Manchester United licha ya kushindwa kwa fainali ya ligi ya Europa na Tottenham siku ya Jumatano. Mshambuliaji nyota wa Leicester City Jamie Vardy, miaka 38, ananyatiwa na klabu ya Valencia nchini Hispania. Newcastle United imezipiku klabu ya Barcelona na Real Madrid katika mbio za kumsajili winga wa Hispania Antonio Cordero mwenye umri wa miaka 18 kutoka Malaga. Manchester United imetanguliza mauzo ya mshambuliaji wa Uingereza Marcus Rashford, miaka 27, na Jadon Sancho, miaka 25, pamoja na winga wa Brazil Anthony, miaka 25, kama sehemu ya kuimarisha kikosi chao. Mjomba wa Victor Gyökeres anasema mshambuliaji huyo wa Uswidi mwenye umri wa miaka 26 alifanya uamuzi wa kuzipiga United na Arsenal msimu huu ili kuzipiga Manchester United na Arsenal msimu huu na kusalia Sporting. Tottenham wanatumai ushindi wao wa ligi ya Europa utasaidia kuishi beki wa Crystal Palace Mwingereza Mark Guehi kujiunga nao msimu huu wa kiangazi. Mwenyekiti wa Tottenham Daniel Levy amemshukuru kocha Ange Postecoglou katika hotuba baada ya ushindi wa klabu hiyo ya ligi ya Europa, na naamini kuwa kombe hilo linaweza kuiweka Spurs kileleni. Nottingham Forest inamfuatilia mshambuliaji chipukizi wa Leicester City Lawrence Hutchinson. Winga wa zamani wa Liverpool hatimaye Albert Riera, miaka 43, anayeongoza katika kinyang'anyiro cha kuwania nafasi ya kocha ajaye wa Hull City. Katika kiziba mkonga cha siku ya leo ni kwamba kwenye maisha jifunze kuweka misingi yako kwenye vitu vidumuvyo, sio vitu vipitavyo. Kwenye maisha jifunze kuweka misingi yako kwenye vitu vidumuvyo, sio vitu vipitavyo. Pesa hupita, umaarufu hupita, jina kubwa hupita, na cheo hupita pia.
imani, tumaini, upendo vinadumu na vitakubeba. Kizungu cha kwangu kinanieleza kwamba we call them non-monetary wealth. Imekuwa ni fahari yangu kuweza kuwa nawe katika juma nzima kwenye harakati ya kuweza kusukuma gurudumu hili kwenye vipindi vya juma hili. Sasa juma limesalia kuwa historia. Tunapoingia kwenye mwisho juma na kutakia kila laheri kwenye pilika zako za mwisho juma. Akinijalia na akujalie tutapatana siku ya Jumatatu asubuhi. Kipindi kinacho kuja hewani ni kipindi cha Unasemaje, saa hii hadi saa 4, saa 6 Switch Africa, saa 6, saa 10 asubuhi ni Africans Awake. Alafu vipindi vya uratibu wa juma mwisho juma vitakuwa vinaanza rasmi. Na kutakia usiku mwema kwenye vipindi vyetu vinavyoendelea. Kwaheri kwa sasa.